hata katika nyakati ambazo chombo kinayumba, bado Yanga tukibakia pamoja, na manahodha ambao tuliwapa dhamana ya kuongoza chombo chetu tuliendelea kuwaamini kwamba kutuvusha kwenye hicho kipindi. Na alhamdulillah tumevuka hizo nyakati ngumu, tumezivuka, na leo tumefika mwisho wa safari ya ligi kuu tukiwa mabingwa wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo napongeza sana wanachama wote, tena kuanzia kwenye viongozi wetu wote wa kanda, viongozi wetu wote wa matawi, wanatimu wetu wa mkoa, wanachama, mashabiki, matawi yetu yote. Kwa niaba ya uongozi wa klabu yetu ya Yanga tunasema asante sana kwa umoja, upendo na mshikamano ambao mnaonyesha msimu. Baadaye kidogo hapo nitawaeleza, nitaingia ndani kidogo kueleza kwa nini nawaambia katikati ya safari chombo kilikuwa kinapigwa na mawimbi kinayumba namna hii, lakini bado tulisalia kuwa imara na upendo na tukavuka, na leo tunasimama kama championi wa ligi ya Tanzania kwa mara ya 4 mfululizo. Shukrani ya kipekee iende pia kwa benchi letu la ufundi, kwa wachezaji wetu kwa kazi nzuri ambao wameifanya msimu huu kuhakikisha wanavuja jasho na ilipostahili damu kumwagika walimwaga, kwa sababu waliumia, walihatarisha usalama wao kwa ajili ya kuhakikisha wana Yanga tunapata furaha. Kwa hiyo tunawapongeza sana wachezaji wetu, tunawapongeza sana benchi letu la ufundi kwa kazi nzuri ambao wameifanya kuhakikisha yanafika furaha. Mwisho kwenye shukrani, tunawapongeza pia timu zote 14 ambazo zimeshiriki ligi kuu msimu huu. Sisi Yanga na hizo timu 14 ambazo zimeshiriki, tunawapongeza sana. Tupo ushindani mkubwa, mmetupa changamoto nzuri, na hakika mmeifanya ligi yetu imepanda kiwango. Kwa sisi Yanga Afrika tunawashukuru timu zote 14 ambazo tumeshiriki nazo ligi msimu huu. Lakini kwa kipekee tusiache kumshukuru Aviola. Tunamshukuru sana Aviola kwa ubabaishaji, udanganyifu, propaganda za hapa na pale hazikwenda bure. Zilitufanya tuwe macho na sisi tupambane. Tawaambia siri kidogo leo mzee. Siku moja Aviola walikuwa wanazungumza, siku baada ya mechi yake. Walikuwa wanazungumza bila hofu na mashaka yoyote. Nafikiri kwa MC pale. Msemaji wa Aviola akasimama akasema tunacheza mechi za Yanga. Kumbuka? Bila mashaka yoyote. Msemaji wa Aviola akasema tunazicheza mechi za Yanga. Ile kauli ndugu zanguni ndio iliamua hatima yao msimu huu. Kama mlikuwa hamjui. Yaani kilichowaponza au kilichomponza Aviola msimu huu ni mdomo wake. Baada ya kutamka hadharani kwamba anacheza mechi za Yanga, sisi Yanga tukajiuliza, anachezaje mechi zetu? Anacheza kivipi? Ana nguvu gani huyu wa kusimama na kusema kwamba anacheza mechi za Yanga? Anajiamini nini? Kiburi chake ni kipi Aviola? Pale na sisi tukaweka mguu chini. Tukakubaliana kwamba ukiwa wanasema Waswahili, ukiwa mbugi wa pweza unakutana wapi? Wambani. Sasa mwisho wa msimu umefika. Furaha yetu Yanga sio tu kuchukua ubingwa. Furaha yetu pia ni kumuona Aviola akaondoka patupu. Hiyo ni furaha yetu kubwa ambayo wana Yanga tuko nayo. Kuna furaha ya kuchukua ubingwa, alafu kuna furaha ya kumuona Aviola anaondoka mikono tu. Na nilimwambia siri, lini, siku gani Yanga tuliketi chini tukaweka dhamira, sasa leo tukubaliane huyo Aviola aondoke mikono mitupu. Kwa sababu unapojitangaza hadharani
kwamba wewe unacheza mechi za Yanga, maana yake wewe una msuli wa kuisumbua klabu hii kubwa na kongwe Afrika Mashariki na Kati. Maana yake wewe uko tayari kwa mapambano. Na sisi tukasema sawa, kama kuna kitu Yanga hatujawahi kukihofia ni mapambano, acha twende katikati tukapambana, na mwisho wa msimu mshindi amejulikana. Kwa hiyo nichukue fursa hii tena kuwashukuru sana Aviola na watu wake wote kwa uboreshaji ambao wameleta msimu huu, kuhakikisha wameongeza na uchachu na flavor ya ushindani kwenye ligi. Sasa kutoka jana ambapo tumechukua ubingwa, swali ambalo wanayanga walikuwa wakijiuliza, tunaanza lini sherehe za ubingwa? Ni swali kubwa ambalo wanayanga walikuwa wakitumia. Lakini pasina kusahau wanayanga wenzangu, hapa sio mwisho. Hapa sio mwisho msimu huu. Tarehe 29 tutakuwa na mechi nyingine ambayo ni fainali, ambayo itafanyika Zanzibar. Tutacheza na Singida Black Stars. Kwa tukawa tunatafakuri pale, tuweke msondo sasa hivi au tusubiri tumalize mambo yote kwa pamoja? Tukawa tuko kwenye tafakuri, na tafakuri hii ikatupelekea kwenye makubaliano yafuatayo. Jambo la kwanza ambalo tutalifanya kama wanayanga, ni kumshukuru Mungu kwa kidogo alichotupa na kumuomba zaidi, kwa sababu wanasema wenye hekima zaidi kwenye mambo ya dini, asiyeshukuru na kidogo hata kikubwa hawezi kushukuru. Kwa hiyo kwanza tushukuru kwa kidogo ambacho tumekipata, alafu tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie kikubwa zaidi. Kwa hiyo kwenye kushukuru na kuomba, hapo kwenye kushukuru na kuomba tukakubaliana tufanye jambo moja siku ya kesho kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Na hilo jambo tutalifanya makao makuu ya klabu hapa. Na jambo hilo tutalifanya tukiongozwa na baraza letu la wazee, kwa sababu tutahitaji pia dua ya shukrani, lakini pia tutahitaji dua ya kuelekea mchezo wa fainali wa CRDB dhidi ya Singida Black Stars. Ni jambo gani ambalo tutalifanya siku ya kesho hapa makao makuu asubuhi na mapema? Kesho tutaweka historia. Klabu ya Yanga Afrika hapa tutakunywa supu ya ngamia. Kesho tutaangusha ngamia hapa. Tumeshakunywa supu ya ng'ombe, tumeshakunywa supu ya pweza, sasa kesho tutaangusha supu ya ngamia hapa makao makuu ya klabu. Mnaposikia ngamia jamani, angekuja kusimama hapa ingetulazimu tutoboe hii ili aenee. Ni dude la maana kwa kweli. Kwa hiyo tutamchinja, alafu wazee watatuongozea dua kwanza ya shukrani, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kidogo alichotujalia msimu huu, ubingwa huu wa kwanza wa ligi. Lakini la pili, tumuombe sana Mwenyezi Mungu atupeleke sasa kwenye maandalizi ya sherehe kubwa ya kutwaa uchampioni wa ligi kuu na CRDB. Tumeelewana vizuri hapo eh? Kwa hiyo kesho kuna shughuli mbili zitafanyika. Shughuli ya kwanza, ngamia ataanguka. Unaona kama utani, ngamia ataanguka kesho hapo inshallah. Alafu tutafanya dua kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mafanikio haya. Alafu tutakwenda kuomba dua Mwenyezi Mungu atujalie tukauchukue na ubingwa mwingine kule Zanzibar. Kwa nukta hiyo, niwakaribishe sasa wanachama wa Yanga wote kesho makao makuu. Asubuhi na mapema saa 1 tuwe hapa. Naomba mtuma kesho. Hapa mapema tuwe hapa wote wanachama wa Yanga ambao mtanisikia, tuje tunywe supu ya ngamia jamani. Ngamia na utamu wake. Tuje tunywe supu ya ngamia kesho hapo makao makuu ya klabu. Leo waandishi ambao mtapata nafasi tutaongozana na nyie kashuhudie ngamia wetu
na maandalizi yake ya kuchinja. Huyo ngamia achinjwi tu hivi hivi kama unataka kuchinja kuku. Ngamia na maandalizi yake. Hivyo tu kidogo mpaka akae chini ndio kisu kiingie. Kwa hiyo mtapokuwa nafasi tutawapeleka. Sisi mkasema nyama hii siku tutawapeleka na nyinyi mkashuhudie nyama akianguka kwa ajili ya wanayanga kesho kuja hapa kunywa supu. Hili jambo la supu na Yanga ndugu zangu liko hivi. Yaani jambo la supu na Yanga ni hivi. Kwa sababu supu asili yake ni mkono. Alipokula mkono wa Viola ndio ikawa supu ya kwanza kunywea makao makuu. Kwa tumekubaliana supu na Yanga ziende sambamba. Kwa kesho tunayo supu ya ngamia hapa makao. Mbali na mashabiki na wanachama wa Yanga ambao tumewaalika. Mbali na mashabiki na wanachama wa Yanga ambao tumewaalika. Tunafahamu ndugu zetu sasa hivi wako kwenye msongo wa mawazo. Wanapitia mazito kwelikweli. Hawajui cha kushika, hawajui cha kufanya. Yaani hawajui ni 2 au ni 22. Kwa hiyo tunawaalika pia ndugu zetu. Kitaalamu ngamia anatibu maradhi hayo ya ini, kama unasumusumu lini hivi ngamia supu yake inatibu hiyo. Allah. Kwa hiyo ndugu zetu ambao wana stress sasa hivi pia kesho tunaomba kwa makuja. Muambie tunaomba waje hapa kwa ajili ya kunywa supu ya ngamia kwa pamoja. Ya ng'ombe ile washakujaga na hii ngamia tunaamini inshallah watakuja kwa pamoja tufurahike nao. Baada ya kukamilisha ratiba hiyo, timu yetu kesho itafanya safari ya kuelekea Zanzibar. Inaondoka saa ngapi? Inaondoka vipi? Mimi mwenyewe sijui. Na huo ni utaratibu wa michezo mikubwa kama hiyo. Kwa katika hilo pia mtaniwia radhi ndugu zangu waandishi wa habari, tukutaneni wapi? Zanzibar. Lakini Yanga itaondoka kesho kuelekea Zanzibar. Inaondoka usafiri gani? Muda gani? Njia gani? Mimi mwenyewe sijui. Yanga itakuwa iko Zanzibar. Na hata tumekuwa tunafuatwa sana sasa. Watu wamekuwa wakitegea hizi press zangu hizi. Mtu anataka kusikiliza hapa na mambo yake pembeni. Nasema saa ngapi? Saa 6 sasa. Wewe vipi? Sijui. Tunaondoka saa ngapi? Tunaondoka na nini na tunaelekea vipi huko Zanzibar? Lakini najua Yanga itakuwa Zanzibar siku ya kesho inshallah kuanza maandalizi ya mchezo huo wa fainali. Sasa basi tuje kwenye lengo maalum la masimamo tuanze. Mwanzo ilikuwa taarifa, kwa taarifa na hapa za taratibu wa supu kesho ya ngamia, alafu na utaratibu wa timu itakayosafiri na shukrani mbalimbali. Sasa basi ndugu zangu waandishi wa habari, toka jana usiku mpaka leo asubuhi nimeshuhudia watu wakilalamika sana sana. Malalamiko yamekuwa mengi mno. Hatumtaki huyu, hatumtaki huyu, hatumtaki huyu. Nataka niwaulize swali na nyie mkawaulize hili swali. Hivi walifikiria nini? Yaani waliwaza nini kuja Benjamin Mkapa wakiwa hawajafanya mazoezi? Yaani kwa utulivu tu mkawaulize hili swali. Walifikiria nini? Waliwaza nini kwenye vichwa vyao? Wakaja Benjamin Mkapa hawajafanya mazoezi kuja kucheza na Yanga. Unajua kuna kucheza na Yanga alafu kuna kumzuia Pakome. Walichokifanya tarehe 8. Kilichotokea tarehe 15. Walichokifanya tarehe 24. Sijui wakasusia press conference. Wakasusia sijui kikao cha mechi. Ningewaona watu wa maana kama wangesusa kuja. Sio unasusia kikao cha posta alafu kwenye ndoa unaenda.
Yaani bora ukatae kosa. Unakuja kwenye kikao cha ndoa, huna maandalizi na Yanga. Nisijua ni wasanii ya watu. Halafu maneno mengi. Ukimya una kitu. Ukimya huu. Kumbe maskini ya Mungu anadaiana bonus huko. Wa kusema hayupo. Kimya wanadaiana bonus kimya. Watu hawafanyi mazoezi asubuhi kwenye vikao, mchana kwenye vikao, watu wanataka chao. Mnawaleta wacheze na Yanga. Kwa mfano, wangekubaliana kucheze tarehe 8, yaani wale siku timu ingekuja. Sasa hivi hawajasahau hata kama ni maumivu. Mwezi wa 3 mpaka mwezi huu wa 6 kweli hawajasahau. Hata kama ni operation iliyofanywa haijafunga hiyo. Haya leo kidonda kibichi ndio wameanza naye. Kuruka. Juzi nilipost nikawaambia, kodi niliwapa, hawakuelewa. Haya maharage yanavyoiva yanaruka ndio yanakwenda kuiva. Yaani sisi Yanga niwaambie ukweli. Hizo sarakasi zao mara msasa hiki wameingia huko kwa nafasi. Sisi tulikuwa tunaonaje ujue? Tulikuwa tunaona kama mtu kaenda msibani, kafuta daftari la mirambi alafu kaanza kulemba mwandiko kwenye kuandika yake. Yaani ndio unakuja kwenye msiba. Yaani ukifika tu uende kwenye Mkapa unakufa. Alafu unalemba njia huku unakwenda huku. Kwa timu ipi? Ya kuitishia Yanga. Kwa nani? Maana walikuwa wamejitumua katikati hapo. Tunachukuaje ubingwa? Amjamkaba. Mtoto wapi jana kaja Super Black imekolea. Kapiga na wewe. Washamdanganya upendo kwa wadimue. Ulimwa Yanga. Sisi. Yaani tukae kabisa tunamfunuia ubingwa ili tujimue. Jana yeye na wenzake wote wakawa kikosi cha usalama cha kumlinda Pacome. Wote. Na walipochoka wakamwachia mwenzao mmoja msala. Hili swali tukawaulize, mliwaza nini? Hamjafanya mazoezi mkaenda Benjamin Mkapa. Na bahati nzuri hii timu mimi anashabikia baba yangu. Na ndio inachoniuma hicho. Bahati mbaya, inaniumiza kwa sababu mzee wangu leo anamjumisha kwenye hilo kapu. Hivi kweli mnaenda kwenye dabi ya ubingwa, dabi ya ubingwa. Yaani anayefungwa anaacha ubingwa. Hata watu wenu hamjawaandaa. Maana unajua tu ukweli tulijimwaya pale uwanjani. Tulikuwa tuko wenyewe tu. Tarehe 20 tuko wenyewe. Tunajimwaya tu pale. Siku ya mchezo tuko wenyewe uwanjani. Hapo utegemea usife. Yaani Yanga utuache tujimwaya. Maana hizo mara 4 hizo tumekugonga kidogo unasumbua. Hii wakatususia mpaka vitu vyote eti Yanga fanyeni tu. Sisi tuko kimya. Kimya uoga huo. Tukajimwaya pale wenyewe. Msibe na nyoku, hakukia huko. Msibe na nyoku, hakukia huko. Wanakuja kushtuka saa 8 mchana. Watu washaswali na adhuhuri. Saa 8 mchana. Jamani. Hivi nani aloitaga hapa? Kwa lingine hiyo na maana yake. Yaani saa 8 mchana adhuhuri shaswaliwa. Wewe ndio unashtua watu. Jamani maandalizi yapi? Akili zao ndogo eti wanadanganyana kwamba tukae kimya tuwanyime Yanga hela. Maskini ya Mungu wao. Sisi hela tumepata jana. Nendeni Ncard kawaulizeni ripoti ya mauzo ya tiketi ya mechi ya jana. Watawaambia, jana nimwambia mnaweza mkafikiri betunga hizi takwimu. Watu 51,000 walikata tiketi. Unazungumza zaidi ya milioni 400 sio na ngapi huko mbele huko. Lakini wale watu ambao walikata tiketi asilimia karibia 30 mpaka 40 hawakuja uwanjani. Sisi leo tulipata. Kwa hiyo waliokosa haki ya kuja uwanjani kwa namba ya jana ni mashabiki wao.
ambao walinunua tiketi na Viola amekosa msimamo na wakaamua kaa nyumbani. Kwa hiyo wao kwa kutokufikiria kwa ukubwa wakaamini wanainyima tu Yanga mabavu. Kumbe Yanga tushaingiza cheti. Kiko hapa. Wao hawajaja, timu yao wametelekeza uwanjani, mashabiki wao hawapo. Sasa umeikomoa Yanga, umeikomoa timu yako. Huo kimya waliokuwa nao kugomea siku mkutano nini, walikuwa wanaikomoa Yanga au wanajikomoa wenyewe? Lakini siona tukomoa. Hela tumepata, ubingwa tumebeba. Wao wanabarini wao. Silawama. Kutoka jana walichobeba wao nini? Silawama. Sasa sikia mtu anamlaumu mwenzake. Kuna watu mpaka leo wameweka kindele kwenye simu, hata kuwasha. Vitu vya kitoto tu, vitu vya kishamba shamba tu umeviwekea msisitizo, vimeenda kuingiza shimoni. Sasa tuwaeleze. Maana nimeona mijadala imekuwa mingi kwamba imefika mara 5 imesha nini, sisi tumechoka. Yanga hatujachoka kufunga Simba. We're very clear. Hatujachoka. Na kadri tunavyozidi kushinda ndio uchu unaongezeka. Kadri tunavyozidi kuwakanda ndio uchu wetu wa kupata zaidi unaongezeka. Yaani sasa mtoto umemlambisha asali. Malengo yetu kwanza tutakwenda kupumzika zikifika 10. Yaani vipigo hivi viende mpaka mara 10 mfululizo. Allah. Ndio hapo Yanga tutaketi chini kuulizana, huyu ni mtani wetu kweli huyu? Hapo sasa hivi bado tutamwona ana nguvu na anajimudu. Kwa hiyo tutaendelea kumshughulikia mpaka zifike mara 10 mfululizo. Na Allah Jalla atafungua ligi msimu ujao na ngao tena inshallah. Maana hiyo sio mbali, wasifikiri wanaongea fikiri mbali. Ni Septemba mwezi wa 9 wa Kiswahili tena. Tutakuja kubisha hodi hapo. Tena itakuwa mara ya 6 inshallah. Kwenye ligi zikiwa 2 na kwa ngapi? 8. Hamna kwenye CRDB kujichanganya 9. Kwa msimu ujao majaliwa Mwenyezi Mungu yakienda sawa, tujaliwa uhai, tutakutana tena hapa tukizungumza tunafunga Simba mara 9 mfululizo. Na inawezekana. Kama kila mwaka zianze kujenga timu, inawezekana. Sababu sasa hivi nimeona watu ambao wanatakiwa wakati wameshafika 20. Wachezaji ambao wanatakiwa wakuzwe wafika 20. Kwa maana yake msimu ujao upya tena. Na walipokuwa wanaamudu watu wao, wakishapiga 20 wapi wengine wataita press, tunajenga timu upya. Wakishafanya miujiza yao pale, tunataka ubingwa. Mwisho wa msimu wanapotea. Hatujachoka. Ni 5 mfululizo na tunaelekea zifike 10 mfululizo na zitafika. Kwa timu tunayoitengeneza msimu ujao, kwa uongozi imara ambao tuko nao, kwa support tunaipata kwa wanachama wetu, hizi 10 zitafika mfululizo. Wanapajero zitafika. Zitafika. Wala sio utani. Kwa hiyo kama kuna mtu anataka kumlaumu, wajua huyo mtu hayuko peke yake. Maana nimeona wanasema jana, sio kuna mtu wetu hapa Yanga wanamtumia. Unasikia? Mtu wetu hapa Yanga wanamtumia. Sisi tunayemtumia yupo na sio huyo. Yupo hapo. Baada ya kushtuka mtu wetu hapo, kabati imejaa ndani. Kabati la mafombe limejaa. Maana watu hao hawakubali, unajua kama sisi mwazidi uwezo. Hawakubali kama sisi tuna uongozi bora. Ili kwa mfano ukimchukua injinia mmoja, injinia Hersi mmoja peke yake, ukamsimamisha, utamfananisha na nani katika upande ule? Au uchukue wote, uwatie kwenye blender usage, upate mtu mmoja, bado hamfikii mtu mmoja tu. Hapiongeza Arafati hapo.
Hatujaongeza maji yaliyotulia hapo. Hatujamuongeza Alex Ngai. Chuma kile. Maana jana Ngai tunaenda uwanjani saa 9 ile kaingia zake live. Piga zake vyombo bwana. Aka John, tuko live Instagram. Kadi shaisha. Saa 9 hiyo. Mjumbe wa Expo Yanga na kuacha vyombo katulia. Mwambie wanaanga John, jambo lishaisha. Na kweli jambo limeisha kweli. Kama hamtakubali kwamba Yanga imewaacha mbali, na sio tu kwenye pitch mnachokiona sasa hivi, sisi tumewaacha mbali kuanzia kwenye muundo hata wa kuendesha timu. Wakati Yanga hao wanafanya mabadiliko, wanaweka transformation mpya ya kuongoza timu yao, pale ndio pumba na mchele ziliachana. Sio kama hawaelewi pale ndio pumba zilikuwa huku, mchele ukawa huku. Ile siku Yanga waliopiga kula kupitisha katiba yao mpya, pale ndio Yanga waliamua hizi pumba umchele. Sasa wao wamewekeza nguvu kwenye uongo, wamewekeza nguvu kuchukua posho, kutafuta machawa wengi watatu, wakifanya jambo nenda kamtetee mtandaoni, katusemee redioni, tupambanie, mwisho wa msimu vilio. Kama hawatakwenda kwenye ukweli, na huo ukweli unachukua muda, sio rahisi. Hivi hawawezi kupita. Yanga level tuliofika sasa hivi, ndugu zanguni, ni level ya sio tu kuutawala mpira wa taifa, kuutawala kutoa shule. Yaani tutawale mpira na tufundishe na wengine kuhusu mpira. Ndio level tuliofikia. Maana kama kutawala sana, tuanze kufundisha sana watu wadogo namna gani ya kupata mafanikio kwenye mpira. Sisi tunajivunia sana viongozi ambao tuko nao, wamenyooka, hawaamini kwenye ufushi, hawaamini kwenye propaganda, hawaamini kwenye uongo. Na viongozi ambao wanasimama kwa ajili ya maslahi ya klabu. Alafu tuna wanachama kweli ambao wanaipenda klabu yetu. Hatuna wanachama maslahi hapa. Hatuna Yanga maslahi, tuna wanachama kweli. Mtu akishafika hatua amelipa shilingi 29,000 yake kwa ajili ya timu, huyo mtu anaipenda timu yake. 29,000 mtu kalipa kwa ajili ya timu yake ifanye vizuri, huyo mtu anaipenda timu yake. Na tunapofungua msimu kama hivi, tunaanza kampeni yetu ya wanachama, mwaka huu umeisha ada, tuanze kusajili upya. Hayo ndio maandalizi ya ubingwa. Sio wanaelewa hapo, tunaanza maandalizi ya ubingwa wa msimu unaofuatia. Ikifika tu hapa Julai mosi inshallah, tunaanza ya kampeni ya wanachama wa Yanga kuanza kujisajili kwenye mfumo wa wanachama kwa mwaka 2025-26. Hana timu inafanya hivyo, ni sisi pekee yetu. Na hiyo ndio siri yetu kubwa. Timu yetu imenyoka kwenye mfumo wake wa uendeshaji. Kumalizia, tunakwenda Zanzibar, tunakwenda kucheza na Singida Black Stars. Hawa Singida msimu huu tumepata naye shida sana, japo tumechukua kwenye sita. Mechi ya kwanza 1-0 kwa tabu. Mechi ya pili tumeshinda 2-1 kwa tabu. Huyu Singida kuwa imara wana Yanga, anaweza kutugea matokeo ya kushtua. Wewe ombi langu la mwisho kwa viongozi wetu wote wa matano, tunatakiwa tukaze msuli kweli kweli kwenye mechi. Ni mechi kubwa, kombe liko uwanjani, na Mwenyezi Mungu akatujalie kwenye maandalizi yetu tupambane tuchukue ile kombe, tuweze kufunga historia msimu huu kwa makombe 5 ambayo tuko nayo ndani ya timu. Nakaribisha maswali kama yapo, ndugu zangu waandishi wa habari, napokea maswali 5. Baada ya hapo tutafunga mkutano wetu siku ya leo. Karibu. Kwanza napokea lakini pili kwa
kufunga msimu wa 2024-2025 kwa ubingwa wa NBC duniani wa hapo awali. Kuelekea mchezo huu wa dabi yasikika mengi sana, nikiwepo kutokuwa na imani na sisi tunakuja. Je, tunaona huko swala la jambo kwanza, shukrani. Jambo la pili ilikuwa majeruhi. Yes, kwa mchezo wa jana tunashukuru Mwenyezi Mungu hakuna majeruhi ambayo tumepata, na Prince Dube anaendelea kuimarika taratibu. Jana tulikuwa na 45 na nimpongeze sana Prince Dube kwa mchezaji ambaye ni mbinafsi. Kwa jeraha la hamstring asingekubali kuingia kwenye pitch. Hamstring inaumiza mzee. Hizi nyama za nyuma unafanya kwamba unacheza mpira zinavuta kweli. Mchezaji kiona amekubali kwenda kwenye pitch hata kwa dakika 45 kupambania timu, maana yake yule mtu ana mapenzi ya dhati na hiyo. Kwa hiyo Dube anaendelea kuimarika na anakuwa sawa. Swali langu hapo muuliza kwamba imani kwa bodi ya ligi na timu bado ipo hatuna. Swali langu ndio. Mimi nafikiri hili swala lilizaliwa na mchezo namba 180. Ndio bwana, ndio likafikisha hapo na kusema wewe. Na wote mnafahamu busara zilizotumika kuimaliza mechi namba 184. Mbele ya busara hiyo, sisi Yanga hatuna neno la kuongeza. Mbele ya busara, naamini kama ambavyo jana mechi imechezwa kwa haki na kila mtu kashuhudia football yenye viwango vya juu, kila mtu kafanya jukumu lake, mechi imekuwa safi. Tunaamini kipimo cha mechi ya jana, tunaamini ni imani yetu, kipimo cha mechi ya jana ndio kitakuwa kipimo cha ligi yetu kwa msimu unaokuja. Na tunaamini kwamba next season tutapata ligi ambayo inaisha pale, mashabiki wanaondoka wana discuss football 100%. Hakuna vitu vingine vya kujadiliwa zaidi ya mchezo wenyewe uliochezwa. Kwa tunaamini mechi ya jana ni kipimo kwetu sisi, ni kipimo kwa wapinzani, ni kipimo kwa wadau wote, kwamba ndio standard ya ligi tunataka kuwa nayo msimu ujao. Karibu. Asante. Naitwa Jadi kutoka Yoma. Swali langu ni kwenye kanuni inatoa wigo kwa timu kutaka kuzungumza kuhusiana na uamuzi wa muamuzi baada ya mchezo. Ilionekana kabla ya mchezo kama Yanga pia mfahamu kwamba waamuzi watakuwa wanatokea nje ya Tanzania. Pengine mngehoji baada ya mchezo. Je, mtaendelea kuhoji ama mmeridhika na uamuzi wa waamuzi? Kwanza ambacho hujakifahamu, kanuni ile leo umeisoma nusu, lakini kanuni ile inaelekeza club zitakuwa nafasi ya kupinga uamuzi wa mwamuzi aliyeteuliwa siku 3 kabla ya mchezo. Kwa hiyo mwamuzi kuna kabla, wakati na baada. Sisi hatukupinga mwamuzi yule kuchezesha dada, tulihoji kuhusu vitu mbalimbali, na hivyo vitu siwezi kuvisema kwa sababu kanuni hiyo hiyo inavielekeza vilabu kama ina vitu vya kuhoji, malalamiko, maoni, ni kuwasilisha kwa maandishi kwa TFF, na ndio taratibu ambao klabu tuliifanya. Kwa tulichowaambia ni kwamba tuliwasilisha barua yetu kwa TFF kuhusu uamuzi, na ndio kanuni kutuelekeza. Lakini tumezuiliwa kujadili hayo mambo kwenye gombo, ndio maana hatukujadili na nyie nini tulikuwa tunawaza, tukawaandikia moja kwa moja TFF. Kwa kilichoendelea hapo ni mawasiliano ya TFF na vilabu kama kanuni zinavyoelekeza, na mambo yamekwenda vizuri hapa. Mmeridhishwa na uamuzi wao? Sio mimi kaka, kila mtu mwenye akili timamu ameridhishwa na uamuzi wa siku. Kila mtu mwenye akili timamu ameridhishwa na uamuzi wa siku. Kama kuna mtu atakuwa na mashaka na yule muamuzi, basi mashaka ya kwanza yapo kwenye kichwa chake, sio yule muamuzi. Sema kwamba aba amefanya kwa 100%, lakini tumeona akifanya na sio kuna wakati fulani jana niliona wakati kwa Gome kapoa hadi ya njano. Walianza kuandika mitandaoni kutusodoa.
tulikuwa tunajua huyo mtu anasimamia kiwango kile ambacho tunaamini mechi itakuwa zichezeshwe. Kwa hiyo mtu ambaye atampinga yule mwamuzi wa jana, shida ipo kwenye kitu chake. Lakini amejitahidi sana kuchezesha mechi kwa spidi ya ile mechi, kasi ya ile mechi, uamuzi wa matukio, na tunaamini kwa asilimia kubwa alifanikiwa. Tumpongeze kwa hiyo. Karibu. Kwanza ni wapongeze klabu ya Young African kwa ushindi huu ambao umepatikana siku ya jana. Lakini swali la msingi ambalo ninataka kuliuliza kwa muda huu ni kuhusu uthibitisho wako ambao kuelekea mechi ya tarehe 29. Je, kuna sakata la Yanga na TFF ni kama lilifunikwa na huu mchezo wa namba 184. Vipi Yanga na TFF imebalance mizani? Mara ya mwisho kama nakumbuka, mtendaji mkuu wa klabu yetu alikwenda TFF, na alipotoka pale TFF alizungumza kwamba amewasilisha barua yetu pale TFF, na sisi kama klabu tunaamini taasisi hizi zinawasiliana kwa njia ya barua. Mpaka sasa hivi mambo yanakwenda vizuri. Pakitokea shida yoyote tutawaambia. Bado tumeshindwa kwenda Zanzibar kwa sababu hii na hii na hii. Lakini mara mazungumzo yanakwenda, maana ya mazungumzo kwa taasisi kuwasiliana yanakwenda vizuri. Kwa hiyo tunaamini baada kufikia hiyo siku ya tarehe 29 jambo hili litakuwa limalizwa, na umalizaji kwa upande wa Yanga ni rahisi tu, hela yake basi. Kwa tunaamini jambo hili litakuwa limemalizwa na mbungi itakuwa basi. Naomba uthibitishe kidogo kwa sababu TFF walisema kwamba madeni, pesa yenu ilikuwa inalipa madeni. Je, ni kweli? Nimekwambia vizuri ndugu yangu. Taasisi hizi zinawasiliana na ndio standard ya taasisi kubwa kama hizi. Lazima mtumiane barua, fanye discussion na watu waweze kuelewa. Sasa hivi ndio taratibu hizo zinaendelea hapa katikati. Siwezi kuja kuzisemea zimefikia hapa na zimetoa tamaa katika tabaka nitakuwa nitasemea. Kwa timu inaendelea kama ilivyokuwa ndani ya 84. Timu ilikuwa inaendelea maandalizi yake. Lakini taratibu nyingine zinashughulikiwa. Bona hilo. Pakitokea changamoto ya kukwamisha, tunakuja kuambia wala hakuna shida. Tunakuja kueleza wanachama, mashabiki wetu sababu bana kuna changamoto hii. Tumeshindwa kucheza mechi ya Zanzibar. Lakini jambo likienda sawa, tutacheza hiyo mechi inshallah. Kwa taratibu inaendelea. Kwa hatuwezi kukaa tukazungumzia taratibu ambazo tayari kiofisi zimeshaanza kufanyika. Karibu. Ali, ni kurudishe nyuma hapo kwenye mazungumzo yako. Umesema kwamba moja ya mpango ambao mnao ni kumfunga mtani wako mara 10. Lakini wao bado wanatamba na rekodi ya Kibadeni kufunga hat-trick katika michezo ya dabi, lakini pia wanatamba na goli 6 ikiwa bado hamjavunja rekodi ya hat-trick. Hii imekaje? Sisi bwana hatuna shida na hizo hat-trick. Sisi tuna shida kama hivi. Unakuja uwanjani, tunawaweka, tunakunywa supu. Basi. Yaani sisi hatuna shida sisi hat-trick. Kama hivi tu. Na goli 6. Kuchanganya, wamekuja, Pakome kawakimbiza, tumekunywa supu. Hivi mmeona asubuhi nimemkia Pakome milioni 2. Mmeona nini? Tumeona. 2 milioni. Ile ya kweli. Huyu aje ya kweli, bora kiaje. Nenda kaangalia. Hela niliyokuja Pakome asubuhi. Anaitwa huyu, sio mimi huyu. Unaelewa? Au Faransa wale. Kweli. 2 milioni. Pakome aliwekeana ahadi bila yeye. Nafikiri ilikuwa ni Mbeya, Mbeya hata tuliwekeana ahadi bila yeye. Kumwambia Pakome kwenye Kariakoo dabi. Sababu na mimi napenda kurukushani. Walipokuwa wanamjaza yule mtoto kule, nikasema hapana, sisi tuna mtu wetu hapa. Nikamwambia sikiliza ndugu yangu. Kwenye hii mechi una kazi hizi mbili za kufanya. Kwanza una kazi ya kuamua watu na MVP wa ligi msimu huu. Hivyo ndani ya imani yako. La pili, kuna kama kaubishani bishani.
eti wewe si na nani kwa nikamwambia Pacome, kwenye hii mechi ukiweka assist na kugea milioni 1, ukifunga goli na kugea milioni 1. Kwa hiyo Pacome angefunga goli 3 jana na assist 2, maana yake ningempa leo milioni 5. Lakini ameishia kwenye assist 1 na goli 1. Maana yake amepata milioni yake 2. Sasa bahati mbaya asubuhi tu nimeamka baada ya kumtumia Pacome na kupost mimi naye. Golikipa Jigija akaniambia, wewe kijana na mimi kidunda changu. Naomba naye kidunda. Sawa kuwa alhamdulillah pesa iko hapa, Diana na yeye mtashuhudia kwa mara wake. Tamtia naye kwa mara. Diana amekwenda mechi 3 za Kariakoo Derby na clean sheet. Okay. Kuna watu wanafananisha kifo na usingizi. Mtu anazopata shimu. Si ndio maana kama tuangalia msimu huu tumeacha majini katikani kwenye pitch. Si unani kipa bora, tumeacha macho yaone. Usibishane sana. Tumeacha macho, wewe macho yaone. Wewe ukibishana ukweli ni wewe na dhambi zako na Mungu wako.